Hadithi yetu inaanzia ndani ya hospitali moja inayotambulika kwa jina la The Good Shepherd. Humu ndani tunakutana na mmoja kati ya mfanyakazi anayetambulika kwa jina la Sano. Mshikaji alikuwa anahitajika afike saa 2, lakini yeye amechelewa kufika kazini. Leo amefika saa 4. Akiwa hapa anapiga stori 2-3 yeye pamoja na wafanyakazi wenzake, ghafla anasikia mishemishe zikiwa nyingi sana. Watu wanapiga kelele wakisema mtoto aliyezaliwa siku 3 zilizopita amepotea na hatambuliki sehemu alipo. Maafisa wa polisi wanafika ndani ya hili eneo na kuanza kufanya uchunguzi. Mahojiano yakawa ni mengi sana, lakini pia hata wanafamilia na wenyewe wakazungumza kile ambacho alikuwa anakifahamu. Mlinzi ambaye alikuwa anahitajika kuwepo katika shifti, kwa bahati mbaya aliondoka saa 2 asubuhi badala ya kuondoka saa 4, na kwa bahati mbaya zaidi anafika akiwa kalewa. Wanamuuliza maswali, anasema ya kwamba yeye zamu yake alimwomba mtaalamu wetu Sano aweze kumshikia, kwani alihitajika kuondoka saa 2 asubuhi kuelekea maeneo ili kwenda kutafuta mkwanja. Mzee huyu anadai ya kwamba binti yake anahitajika kuolewa siku zijazo. Cha kushangaza, Sano yeye anamkataa mzee mzima na kusema ya kwamba hizo taarifa wala hakuwa nazo. Halo, mzee anashangaa kila mmoja ambaye alimpatia hizi taarifa za kuondoka mapema leo anamkatalia. Kamera za ulinzi zinaonyesha kuna mtu mmoja ambaye alikuwa kavalia nguo nyeusi tokea juu mpaka chini. Mkononi mwake alikuwa akashika kiroba ambacho waungwana baada ya kuweza kukitazama vizuri wakadhani ya kwamba huenda ndani yake alikuwa kamhifadhi mtoto. Taarifa zinaenea pamoja na picha ya bwana, sehemu yoyote mtakapomuona mtu ambaye alikuwa kabeba mfuko kama huu, lakini pia kavaa nguo za aina hii, basi mtoe taarifa. Kila kona maskari polisi wakaenea, lakini pia ndani ya hospitali akafika inspekta mmoja anayetambulika kwa jina Rakesh. Akaenda kukutana na mama wa mtoto, lakini cha kushangaza mama huyu alikuwa hana hata wasiwasi kabisa. Halo, yani hali wala hashtuki. Kila swali ambalo alikuwa anaulizwa yeye alikuwa analijibu vizuri, lakini pia akafika mwanaume ambaye inasemekana ya kwamba ndio mwanaume aliyeweza kuzaa naye. Hao wote walikuwa ni vijana. Mwanaume alikuwa anasoma chuo, lakini pia hata bimdada naye alikuwa yupo chuo mwaka wa kwanza, na hata upande wa familia zote mbili, upande wa nje walikuwa wanavutana, yani upande wa mwanamke walikuwa wanamlaumu sana upande wa mwanaume wa kusema kwamba mtoto wa kiume ndio amepelekea mpaka binti yao masomo yameweza kukatishwa. Kwa upande wa familia ya mwanaume, wao walichokuwa wanahitaji mtoto arudi ndani ya hili eneo ili waweze kumchukua. Halo, hiki ni kipengele. Sasa sisi tunajiuliza ni nani aliyemchukua huyu mtoto, lakini pia lengo lake lilikuwa ni lipi? Maskari polisi wakaendelea kuifanya hii kazi vyema tena bila ya kuchelewa. Baada ya kupata taarifa kuna sehemu ambapo mtu huyu ameweza kuonekana akitembea, Sano akahitaji naye aweze kuongozana na hawa maskari polisi. Yeye anadai ya kwamba alifanikiwa kuweza kukutana na huyu mtu kipindi ambacho alikuwa anatoka, hivyo anadai hata kama akikutana naye akiwa hajavaa hizo nguo itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kumfahamu. Waungwana wanafika eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya anakutana tu na kiroba. Sano kipindi ambacho alikuwa anazunguka huku na kule akamwona ombaomba mmoja akimnyonyesha mtoto. Moja kwa moja akadhani ya kwamba huenda mtoto huyu ndio akawa yule aliyeibiwa hospitalini. Sano akambeba huyu mtoto, mama wa watu akanaswa, wala alikuwa atambui ni kitu gani kinachoendelea. Manesi hospitalini baada ya kumshika huyu mtoto akasanuka na kueleza maskari ya kwamba mtoto huyu sio ambaye alikuwa kaibia hospitalini. Hii ikawa ni noma nyingine, kwani tayari taarifa za habari zikawa zimeshaenea kila kona, lakini pia msala huu ukapelekea maskari polisi kumwomba msamaha huyu ombaomba na kumwachilia aweze kuondoka. Kwa Sano huu ukawa ni msala mkubwa kwake, kwani moja kwa moja maskari polisi wakadhani huenda mtu huyu akawa anahusika kwa namna moja ama nyingine kwa upotevu wa huyu mtoto. Tukio hili likampelekea Sano kufukuzwa kazini, lakini pia kipindi ambacho alikuwa anaondoka anakutana na mzee wa watu akiwa katembezewa kichapo cha kutosha. Mzee anampatia maneno ya laana ya kutosha. Sano kwa haya maneno, lakini pia kwa yote aliyotokea, akaanza kujilaumu na kujisikia hukumu kubwa moyoni, hivyo akaona hawezi akarudi nyumbani kwa mke wake mpaka pale ambapo mtoto huyu aliyepotea atakapopatikana. Mshikaji safari kampeleka mpaka control room na kuanza kuangalia siku ile kabla mtoto kuweza kupotea. Anakumbuka kuna mchizi mmoja ambaye alikutana naye, alifika ndani ya hili eneo kwa ajili ya kuweza kupima ngoma, lakini mtu huyu alionekana kuwa na mashaka ya kimtindo. Sano safari ikampeleka mpaka eneo ambalo bwana mdogo alienda kupima. Baada ya kufika hapa anahitaji kuweza kupata namba zake za simu, ikiwemo pia address ni sehemu gani ambapo mtu huyu alikuwa anapatikana. Cha kushangaza, mtu huyu address ambazo alikuwa kaandika zilikuwa ni za uongo, lakini pia hata kipindi ambacho alipojaribu kuweza kumpigia simu ilikuwa haipatikani. Moja kwa moja muungwana wa kazi akadhani ya kwamba mtu huyu ndio aliyekuwa mhusika mkuu wa kuweza kuiba mtoto. Lakini huku upande wa pili tunakutana na yule mtu ambaye alikuwa kavalia nguo nyeusi. Baada ya kuzivua hizi nguo tunatambua kwamba kumbe alikuwa
alikuwa ni mtoto wa kiume. Kijana huyo anatambulika kwa jina la Monu. Bimdada anamuuliza mdogo wake, mtoto huyu umemtoa wapi? Kijana anamweleza dada, wewe ulisema huwezi ukaondoka ndani ya hili eneo pasina kuwa na mtoto, hivyo nimeamua kwenda kuchukua mtoto ambaye wazazi wake walikuwa hawamtaki na kuja kumleta kwako ili umlee. Sasa mambo yapo kama hivi. Huyu bimdada bwana alifika ndani ya hili eneo ili aweze kujifungua, lakini kwa bahati mbaya, baada tu ya kujifungua mtoto yule hakufanikiwa kabisa kuishi. Uchungu aliokuwa nao dada huyu alilia usiku kucha mchana kutwa, hivyo mdogo wake kwa jinsi ambavyo alikuwa anampenda dada yake ndiyo akafanya maamuzi ya kwenda kumchukua huyu mtoto na kumletea dada ili angalau machungu yaweze kumpungua. Dada mtu anasema ni kweli ana shida na mtoto akampakata akajisikia amani, lakini anamkataa na kumweleza mdogo wake ni bora amwache tu ndani ya hili eneo ili maskari polisi wakifika ndani ya hili eneo waweze kumchukua na kumrudisha kwa wazazi wao kuliko kuendelea kuishi na mtoto ambayo wao watakuwa wamemchukua kwa lazima. Mdogo mtu alijaribu kumshawishi sana bimdada, lakini dada mtu akawa ni mbishi, ndipo ikabidi waweze kumwacha ndani ya hili eneo. Lakini kitu ambacho alikuwa akifahamu ni kwamba kipindi ambacho mtoto huyo alikuwa anamhifadhi bwana, baba wa mtoto alikuwa anashuhudia kila kitu. Hivyo ungwana, baada tu ya kuweza kuondoka, baba wa mtoto pamoja na rafiki yake wakafika ndani ya hili eneo na kumbeba huyu mtoto kisha kutokomea sehemu isiyojulikana. Bwana, kijana wetu Monu pamoja na dada yake baada ya kuwashuhudia askari polisi wanatoka ndani ya lile jengo bila kuwa na mtoto mikononi mwao, wakarudi kwa lengo la kwenda kumchukua, lakini baada ya kufika walikuta patupu. Halo, hiki kilikuwa ni kipengele Sano akaendelea kupiga ile namba, hatimaye akafanikiwa kumpata mshikaji. Lakini mwamba baada ya kusikia ya kwamba alikuwa anapigiwa simu na mtu kutoka katika hospitali ya Good Shepherd, akaamua kuikata ile simu na kuweza kuibloku ile namba, akatafuta gari na kuondoka ndani ya hili eneo. Upande wa pili hospitalini, familia hizi mbili, kipindi ambacho mvutano ukiwa unaendelea, baba kutoka katika upande wa familia ya kiume anapigiwa simu na namba ambayo ilikuwa itambuliki. Mtu huyo anasema ya kwamba anahitaji kiasi cha pesa ili aweze kumrudisha mtoto wao na anawapatia masaa mawili tu, endapo yakipita basi wahesabu mtoto wao wamemkosa. Mzee kabidi aende kuziandaa hizi pesa pamoja na maskari polisi, lakini pia wakahakikisha wanatega mitego ili wamnase mtu huyo ambaye alikuwa anahitaji hizi pesa, lakini pia wafanikiwe kuweza kumkomboa huyu mtoto. Monu pamoja na dada yake, kipindi ambacho alipokuwa njiani anapigiwa simu na maskari polisi, anaelezwa anahitajika ndani ya kituo cha polisi, kwani kuna maswali mawili matatu ambayo anahitajika kwenda kuulizwa. Askari anafika anamuuliza Monu, je, ana uhusiano gani yeye pamoja na Sano? Lakini mwamba anadai ya kwamba hana uhusiano wowote yeye pamoja na Sano, lakini anachofahamu ni kwamba yule mwamba anafanya kazi hospitalini na ndo mtu aliyemsaidia mpaka yeye akafanikiwa kwenda kupima ngoma. Maskari polisi walikuwa na mhoji huyu muungwana kwa sababu alifanikiwa kuweza kupigiwa na Sano, mtu ambaye yeye kwa sasa walikuwa wanamwangalia kwa ukaribu sana, wakiamini ndio mtu aliyehusika kumchukua huyu mtoto na kumpeleka mafichoni. Monu kipindi ambacho alikuwa anatoka akasikia maskari polisi wakisema ya kwamba mtu aliyemchukua yule mtoto sasa anadai kiwango kikubwa sana cha pesa ili aweze kumwachilia. Anafika kwenye gari, dada mtu akawa anagomba, anasema ya kwamba anahitaji kushuka ili kwenda kueleza kila kitu kwa maskari polisi. Monu akamweleza bimdada ya kwamba endapo kitoka basi elewa sura yako itaenea katika taarifa za habari, lakini pia tambua kwa sasa mtu ambaye kamshikilia huyo mtoto kwa sasa anahitaji kiwango kikubwa sana cha pesa. Halo, dada ikabidi awe mpole. Monu pamoja na dada yake safari kawarudisha mpaka ndani ya hospitali ya Good Shepherd. Baada ya kufika ndani ya hili eneo, lengo lake ni kwenda kuchukua majibu ambayo alikuwa kapima, lakini kipindi ambacho alikuwa anatoka uso kwa uso anakutana na baba wa yule mtoto. Monu akawa anajaribu kumkwepa, kwani alikuwa anatambua huenda muungwana alikuwa na nia mbaya, lakini baba wa yule mtoto akafanikiwa kuweza kumpatia kikaratasi kisha akajichenga. Lakini kipindi ambacho haya mambo alikuwa anafanyika, Sano alikuwa anatazama kila kitu. Mtego ambao maskari polisi walikuwa wameutega bwana, hawakufanikiwa kabisa kumnasa mtu wao. Lakini pia huku upande wa pili, Monu ile karatasi ambayo alikuwa akapatiwa ilikuwa inaonyesha address sehemu ambapo mtoto alikuwa anapatikana. Muungwana baada ya kuelekea katika lile eneo anafanikiwa kukutana na yule mtoto na kuweza kumchukua kisha akaenda kumkabidhi dada yake. Lakini huku upande wa pili kwa maskari polisi wakafanikiwa kumnasa rafiki wa baba wa yule mtoto pamoja na mwamba mwenyewe, wakawaweka kikangoni na kuanza kuwauliza maswali. Imekuwaje? Sisi tunahangaika kumtafuta mtoto, lakini nyinyi mnaanza kutuwekea
mitego ya ajabu. Baba mtu anasema ya kwamba hakika wao kutokana na umri waliokuwa nao hawana kabisa muda wa kuweza kumlea yule mtoto, na walijaribu sana kuitoa mimba kipindi ambacho bimdada alikuwa ni mjamzito, lakini ilishindikana, na hii ni kutokana na bimdada alikuwa na matatizo ya kiafya. Muungwana anadai kuhusu pesa, hilo swala ni la rafiki yake, kwani hakutambua kabisa kama rafiki yake anaweza akamgeuka na kudai pesa kutoka kwa baba yake. Kwa haya maelezo, maskari polisi wakabaki midomo wazi, lakini pia wakawa hawana pa kuelekea. Sano yeye akaendelea kumfuatilia Monu, kwani alitambua huyu ndio mtu ambaye kwa sasa atakuwa yupo na mtoto. Monu pamoja na dada yake wakawa wanafurahi, lakini pia muungwana akawa anamweleza dada yake, mimi nakwambia wazazi wa huyu mtoto wala hawamtaki mtoto huyu, na hivyo huenda tu ni Mungu akawa akatukabidhi huyu mtoto kwa sasa, kwani mara ya kwanza tulikuwa tumempoteza, lakini kwa sasa amerudi mikononi mwetu, tuhakikishe tunamlinda. Wakiwa hapa, mume wa bimdada anapiga simu na kumuuliza uko wapi, mbona haufiki nyumbani? Bimdada huyu katika ndoa yake mateso yalikuwa ni mengi sana, kwani hata katika mwili wake kulikuwa kuna majeraha kibao ya sigara. Muungwana alikuwa anamtembezea kichapo, lakini pia alikuwa anatumia mwili wa bimdada kuzimia sigara. Halo, hakika kuna watu wanapitia mateso mengi sana ndani ya maisha yao. Sasa bimdada kutokana na uoga aliyokuwa nao mpaka muda huu alikuwa bado hajamweleza mume wake ukweli ya kwamba mtoto wao halisi alishapoteza maisha. Dada mtu akashindwa kuvumilia kuyapokea maneno mabaya kutoka kwa mume wake, hivyo akaamua kuweza kumchana ukweli mzima. Anamkataa mume wake na kumweleza kwamba kuanzia siku hii ya leo sisi sio wanandoa, lakini pia ninatokomea kusikojulikana, na endapo kijaribu kunitafuta nitakwenda kufungulia kesi polisi. Bimdada anasema ya kwamba endapo akionyesha makovu alionayo mwilini, basi mshikaji yupo hatiani kwenda gerezani. Sano anapigiwa simu na mke wake, anaelezwa baba arudi nyumbani, toka asubuhi hatuja kuona, lakini muungwana anasema yeye hatuweza kufanya hivyo mpaka afanikiwe kumnasa mtu aliyeondoka na mtoto ili jina lake liweze kusafishika. Asichokitambua ni kwamba maskari polisi walikuwa wanamfuatilia kila kona ambayo alikuwa anaelekea, kwani wao walikuwa wanaamini wakimpata huyu basi watakuwa wamefanikiwa kumpata mtu ambaye alikuwa amemchukua mtoto. Monu pamoja na dada yake wanaamua kukata tiketi online ya treni ili waondoke ndani ya hili jiji, lakini wakiwa njiani Sano anaanza kuwafukuzia kwa nyuma. Muungwana ikabidi aanze kumpiga chenga. Mapambano ya hapa na pale, anafanikiwa kumpiga chenga na kuweza kupaki gari pembeni, lakini baada ya kuweza kushtuka na kuja kushangaa dada yake alikuwa akaupiga usingizi, akaamua kumchukua mtoto na kumweka siti za nyuma, kisha kuelekea dukani kwa lengo la kuchukua mahitaji. Akiwa hapa uso kwa uso anakutana na Sano, kipindi ambacho mvutano ukiwa unaendelea wa hapa na pale. Maskari polisi na wanafika ndani ya hili eneo. Mono anafanikiwa kumpiga chenga Sano na kuondoka ndani ya hili eneo, lakini muungwana akaonyesha maskari polisi ya kwamba mtu mnemtafuta ni yule anayekimbia. Anakimbizwa na maskari polisi ikiwemo pia Rakeshi, lakini muungwana akafanikiwa kuwapiga chenga. Baada ya kufika katika daraja moja akawa anahema, ghafla anapigiwa simu na dada yake, anaelezwa kwamba mimi nilishapanda treni pamoja na mtoto, hivyo usinitafute sehemu ambapo ninaelekea. Halo, bimdada asichokitambua ni kwamba ndani ya hii treni Sano naye alikuwa amepanda. Muungwana akawa anamrekodi video, lengo ni kwenda kupeleka polisi ili aweze kusalimika, lakini kipindi ambacho alikuwa anampigia simu mama wa huyu mtoto na kumweleza bwana, ninafahamu sehemu ambapo alipo mtoto wako, hivyo ninahitaji nikuelekeze. Mama wa mtoto akasema kwamba sihitaji niweze kusikia hayo maelezo, kisha akakata simu. Halo, inaonyesha fika kabisa mama huyu alikuwa hamuhitaji kabisa huyu mtoto, lakini bimdada alionyesha kuwa na uhitaji mkubwa sana wa huyu mtoto, na hata baada ya kuweza kupatiwa kwa mara ya pili mtoto huyu alionekana kuzoea kwenye mikono yake. Hakika mtaalamu wetu Sano akaamua kutoa maamuzi yaliyokuwa magumu zaidi. Akamweleza bimdada, nenda akajifiche, kwani tayari nilishaita maskari polisi. Dada anajichenga. Maskari baada ya kufika hapa wanapiga msako, hakufanikiwa kabisa kumwona bimdada sehemu alipo, lakini dada safari ikampeleka mpaka kwenye familia ambayo alikuwa katoka huyu mtoto. Lengo ni kwenda kumrudisha, lakini baada ya kufika mama mtu anamweleza kwamba kutokana na umri niliyokuwa nao wa miaka 19 sitoweza kabisa kuishi na huyu mtoto, lakini pia kwa sasa siko tayari kuwa mama, hivyo anamweleza wewe nenda naye tu kampatie malezi yaliyokuwa bora, kwani ninaamini atakuwa salama, lakini pia mhesabu kama ni mtoto wako uliyemzaa. Halo,
Hii ni bahati kubwa sana kwa huyu bimdada, lakini mimi ninadhani mama wa mtoto amefanya maamuzi yaliyo sahihi. Ni bora kuweza kufanya maamuzi kama haya kuliko kuchukua maamuzi mengine ya kwenda kumtupa kiumbe mdogo kama huyu. Bana, hapa ndo nafunga ukurasa wa hadithi hii, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.